ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على كل نعمات الإيمان. أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا زيادة خيري متوم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema an-nadhaif min al-iman, hakika ya usafi ni iman. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumebahatika kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu miongoni mwao walihitaji nao waingie mwezi huu wa Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshawahitajia. Kwa neema kama hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao imeshushwa Qur'ani, na Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, yatupasa kuweza kukumbushana mawili matatu yanayotokana katika dini yetu ya Kiislamu, kwani dini ya Kiislamu ni dini ambayo imezungumza mambo mengi, haijaacha kitu chochote kile. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani kwamba Qur'ani ni ambayo yenye kukamilika, hakuna kitu ambacho kitakuwa zaidi ya hii Qur'ani. Ndugu zangu wa Kiislamu, kama ilivyo ratiba yetu, tupo katika busati la Masjidi Taqwa, na siku zote ukiambiwa busati ni kitu ambacho unaweza kukaa na kusikiliza yale ambayo yatakuwa na kheri, yatakayotusababisha mimi na wewe kuingia katika pepo miongoni mwa pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika miongoni mwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, atupe rehma kama ilivyo katika kumi hili la rehma, na vile vile atupe na neema nyingine katika makumi mengine, atujalie tuwe miongoni mwa mwenye kusamehewa dhambi zetu na kujalia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, mada yetu ya leo inazungumzia swala zima la afya, na swala zima la afya ni swala zito, ni swala pana lenye uwanja mpana zaidi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nadhaif min al-iman, hakika ya uswafi, utoharifu ni katika imani. Kwa hiyo tujiangalie ndugu zangu wa Kiislamu, kama utakuwa sio mswafi, utakuwa bado imani yako inayumbayumba. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuzifanye imani zetu ziwe katika imani ambazo Allah anaziridhia. Tutazifanyaje? Hali ya kuwa swafi kinafsi na swafi fil jasadi, yani uswafi wetu uwe katika nyoyo zetu ziwe swafi, ziwe zimetoharika, lakini na miili yetu nayo iwe yenye kutoharika. Tukiwa hatujasafisha miili yetu, hata nafsi zetu nazo zitakuwa haziwezi kutoharika. Lakini tukiwa hatujasafisha nafsi zetu, vile vile na miili yetu haiwezi kutoharika. Kwa hiyo hivi vitu viwili viko pamoja, ndio maana nafsi imeweka katika kiwiliwili. Kwa hiyo nafsi inategemea kiwiliwili na kiwiliwili kinategemea nafsi. Hauwezi ukawepo binadamu bila ya kuwa na nafsi, na wala vile vile kiwiliwili hakiwezi kuwepo bila ya kuwepo nafsi vile vile. Leo tutazungumzia kipande kidogo tu katika kipande cha afya. Kuna ugonjwa ambao watu wengi nadhani unatusumbua, lakini huu tutauzungumzia kwa sababu swala zetu haziwezi kukamilika bila ya kuwa na uswafi katika miili yetu na nguo zetu. Leo tutazungumzia kipengele kidogo ambacho kinajulikana au maarufu sana, kinaitwa UTI.
Kipengele hichi ni kipengele ambacho ni maarufu. Utamsikia mtu anasema mimi na UTI sugu, mimi na UTI sijui nini. Tutaizungumzia ni vipi tunaweza tukajiokoa au tukajisafisha tusiweze kusumbuka na tatizo kama hili. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii yote ni kwa sababu tunataka kuzungumzia uswafi. Uswafi huu hatuwezi kupata ibada zetu zikawa kamili bila ya kuwa na tohara zilizo kamili. Na siku zote swala zetu zinaanza tunapokuwa kule msalani. Na wengi wetu tunaona tunaweza tukaenda kule msalani tukakuta makopo tumeyaweka chini, tukakuta ndoo mtu ameenda amekojoa amesimama. Hayo si katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu ametutengeneza katika akhlaki kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala alivyomsifia katika Qur'ani katika aya 4 ya suratul Qalam, akasema yeye nuni wal qalami, Nuhu atatumalizia nuni wal qalami, wa innaka la'ala, katika aya 4 akasema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Hakuwa yeye au yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mwenye akhlaki njema. Kuwa na akhlaki au kuwa na tabia sio kuwa ni mwisho, bali uwe na tabia iliyo njema, uwe na akhlaki iliyo sahihi. Utasikia yule ana tabia lakini tabia bado haijakaa sawa, mpaka ugongomelee misumari iwe tabia iliyo njema. Kwa hiyo katika uswafi mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sana. Tunapotaka kwenda msalani, hakikisha wewe kijana wa Kiislamu usikojoe hali ya kuwa upo wima. Unatakiwa uchuchumae, ujiswafishe, ukojoe vizuri. Baada ya kukojoa vizuri, uhakikishe unajiswafisha vizuri. Uhakikishe mpaka mkojo unamalizika. Sio unakojoa haujamalizika mkojo umesha nini? Safari. Hapana. Unatakiwa uhakikishe mkojo umemalizika, na vile vile unaswafisha vizuri, unajiswafisha kwa maji yaliyo tohara, yaliyo swafi. Baada ya hapo unaendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kuweka mazingira yetu vizuri tunapokuwa majumbani na tunapokuwa tupo katika vyoo au tunapokuwa katika misala ya misikiti. Tuhakikishe tunaweka mazingira sawa. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutaizungumzia kwa ufupi hii UTI. Kwanza ni nini UTI? UTI ni neno la kigeni lenye maneno matatu. UTI, U inasimama kwa neno la urinary, T ni tract, na I ni infection au ni infection. Kwa hiyo ukijumlisha kwa pamoja unapata urinary tract infection. Ni maambukizi kwenye njia za mkojo. Maambukizi gani? Maambukizi ya bakteria, ya infection ya bakteria katika via au katika njia zile za mkojo. Tuangalie mkojo unaanza kuzalishwa kuanzia wapi? Katika figo zetu ambazo tunakuwa nazo figo mbili, kama ukibahatika kuwa nazo. Kwa yule ambao pengine ana maradhi ameshakutolewa figo moja, ni neema za Mwenyezi Mungu amejalia hivyo. Lakini figo zako mbili ambazo unakuwa nazo zinachukua damu pamoja na majimaji yale ambayo ya umekunywa au umetumia, inachujwa kupitia kwenye figo, inaenda moja kwa moja katika mishipa ambayo inaitwa ureta. Ikitoka kwenye ureta inakuja moja kwa moja katika kibofu kinachoitwa kibofu cha mkojo. Ikitoka kwenye kibofu cha mkojo inapita katika njia ambayo inaitwa urethra. Kwa hiyo mkojo unaanza kuzalishwa kuanzia kwenye figo. Kwa hiyo unaangalia kuanzia kwenye figo kuja katika kibofu cha mkojo, kuja katika sehemu ya kutokea mkojo. Hii ndio njia ya mkojo. Kwa hiyo njia hii ikiwa imepata changamoto yoyote ya bakteria ambao hawahitajiki katika sehemu hiyo ya mwili, itakuwa utapata changamoto, ndio utakuwa una UTI. Lakini UTI hii inayo imegawika katika sehemu zake. Sehemu ya kwanza tunaita urethritis au maambukizi ya bakteria kwenye sehemu ya njia iliyopitisha mkojo. Tukisema njia iliyopitisha mkojo ni sehemu hii ya uume, hii ndio njia ya mkojo inayopitisha kutoa nje mkojo, na sehemu ya mwanamke vile vile inapitisha kutoa nje ule mkojo. Ikipatikana changamoto ya bakteria katika sehemu hile,
ndiyo itakuwa ina maambukizi tunayoita urethritis, maambukizi kwenye ile njia ya kutolea mkojo. Lakini vile vile kuna maambukizi ambayo yatakuwepo katika kibofu cha mkojo, hiyo tutaita cystitis, kutokana na maambukizi yametokea katika sehemu ile ya kibofu cha mkojo. Hizi zote zinasababishwa sababu mbalimbali. Sababu mbalimbali, tuone ni sababu zipi ambazo zinaweza zikasababisha mtu akapata changamoto hii ya UTI. Changamoto ya kwanza, tunarudi kule swala zima la usafi. Ukiwa haupo swafi, unaweza ukapata UTI ya mara kwa mara au maambukizi ya bacteria infection mara kwa mara. Kila siku ukawa unatibiwa lakini hauponi. Kwa sababu ni nini? Bado kile chanzo kinachosababisha uweze kupata changamoto ile hujaweza kukitatua. Kwa hiyo tuhakikishe tunakuwa waswafi tunapoenda misalani, tunahakikisha ule mkojo mpaka unamalizika, unajisafisha vizuri, haubakishi mkojo. Hapo utakuwa upo salama katika kuepukana na hili tatizo la UTI. Lakini vile vile sababu nyingine, inawezekana sababu mtu anakaa na mkojo muda mrefu. Ana mkojo lakini sasa hivi nitafanya kitu fulani, kwanza subiri nizunguke. Ukiwa na mkojo umejaa kwenye kibofu cha mkojo, unatakiwa ukautoe ule mkojo, uutoe sehemu ambayo hauhitajiki tena kwenye mwili. Hapa tunaona kuna changamoto pengine. Ukitaka kujua kwamba mkojo hauhitajiki kwenye mwili, wale ambao wana matatizo, pengine mtu ana kitu kinaitwa tenzi dume, mkojo hautoki. Akiwa na mkojo, hata kama ni mtu mzima, utaona mtu analia mpaka anatoa machozi. Hapo unaona kwamba kitu ambacho kikiwa hakihitajiki kwenye mkojo kinatakiwa kitoke. Kwa hiyo ukiwa una mkojo, usikae ukaubana sana ukasema mimi nitaenda kukojoa baadaye, muda unaenda, kwanza sasa hivi na shughuli zangu, sasa hivi kwanza mimi nipo hapa kwenye biashara zangu, nikiondoka hapa basi wateja watakuwa kidogo watayumba, kwa hiyo siondoki. Kwa hiyo unatakiwa ukautoe ule mkojo. Kwa nini utoe ule mkojo? Unapohifadhiwa kwenye kile kibofu cha mkojo, jua kwamba yale ni takataka au ni waste product inayotoka kwenye mwili. Unapokaa kwenye sehemu ya kibofu cha mkojo, unatengeneza wadudu ambao wanaweza kusababisha infection kwenye sehemu ile ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo tunajitahidi tunapohisi mkojo, kama mkojo umejaa kwenye kibofu chetu, tukautoe ule mkojo, tusisababishe kupata changamoto kama hizi zinazojirudia kwa sababu tukapata changamoto za UTI. Lakini sababu nyinginezo ambazo zinaweza kusababisha kama vitu kama hivi au zinaweza kusababisha UTI, tumeona ya kwanza ni usafi. Ukiwa haupo mswafi, unaweza ukapata changamoto hizi. Hata nguo za ndani unapokuwa unavaa kwa muda mrefu, unakaa nazo pengine wiki 3, wiki 2, wiki 1, basi unaweza ukatengeneza changamoto, kwa sababu mwili unatoa uchafu na uchafu unabaki kwenye ile nguo ya ndani. Ukibaki, wale wadudu wanarudi tena kwenye mwili wako, wanasababisha changamoto hizo za UTI. Lakini tuone ni vipi tunaweza tukajitoharisha au vipi tunaweza tukasababisha kujikinga tusipate haya magonjwa ya UTI. Tunaweza tukajikinga vipi? Cha kwanza, kama tulivyozungumziana, tukiwa waswafi, tukiwa tunajitahidi kuweza kupata muda ambao unatakiwa ukatoe mkojo, unaenda kutoa, hautoweza kupata changamoto kama hizi. Lakini kingine, ukiwa una magonjwa yale ya mara kwa mara ya sehemu zile za mkojo, unatakiwa mtu ujiepushe na magonjwa kama yale, hata magonjwa ya ngono na magonjwa mengineyo, naudhu min dhalik, Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Mtu unaweza ukasababisha ukapata changamoto kama hizi za UTI. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuangalie sasa ni dalili zipi mtu anaweza kahisi kama bwana, hizi dalili nikiziona basi mimi nina changamoto hii. Kwa sababu huu ugonjwa sio kama ni ugonjwa mgeni, ni ugonjwa ambao maarufu sana mitaani, tunausikia sana. Kuna dawa hizo za hospitalini, kuna dawa za miti shamba na dawa nyinginezo, lakini sisi kikubwa tunataka tujikinge. Wenyewe wanasema prevention is better than management au treatment, yani kujikinga ni bora kuliko kutibia. Kwa hiyo ukishajikinga unakuwa upo salama zaidi, na wewe ukijikinga na ukimkinga na mwenzako au ukimwelekeza na mwenzako, tutaifanya jamii yetu iwe katika jamii salama, kwa sababu tunapougua utashindwa kufanya ibada, utashindwa kufanya mambo mengine ya kijamii vile vile. Tuangalie ni dalili zipi. Nadhani dalili nyingi tunazijua, kwa sababu wengi wetu tunasikia, tunaona, tunaugua. Dalili mojawapo, unaweza ukahisi tumbo chini ya kitovu, ukapata maumivu makali, ni dalili mojawapo
ya UTI. Lakini dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Inawezekana ukahisi mbona mimi sasa hivi nakojoa mara kwa mara? Sio kama kukojoa mara kwa mara moja kwa moja tunasema ni UTI. Hapana. Kwa sababu kukojoa mara kwa mara kuna mambo mengi. Inawezekana umekunywa maji mengi, inawezekana una ugonjwa wa kisukari, pia nayo ni dalili mojawapo ya kukojoa mara kwa mara. Lakini ukiwa unahisi unakojoa mara kwa mara, lazima uweze kujitathmini kwamba tatizo ni nini. Kama ukiona changamoto, basi ufike sehemu husika ili uweze kupata vipimo na kupata matibabu mapema. Lakini dalili nyingine wapo ni mkojo wenye harufu sana, unaweza ukaona, lakini ukaona unatoa mkojo ambao uko tofauti na ulivyozoea. Mkojo ukaona mzito kabisa, na hisi sasa mkojo mbona kama una mawingu, mbona mzito? Hizo ni dalili miongoni mwa dalili za UTI. Lakini vile vile unaweza kupata maumivu ya tumbo au maumivu ya nyonga, unaweza ukayahisi, nayo ni moja katika dalili za UTI. Lakini vile vile unaweza ukahisi homa, ukapata homa, muda mwingine ukahisi baridi, muda mwingine unaweza ukapata maumivu ya viungo. Hizo zote ni dalili za UTI. Lakini sasa sio kama kupata homa, ukihisi unapata homa tukaanza kusema shekhe, mimi hii itakuwa ni UTI. Hapana, homa ni dalili ya magonjwa mengi sana, na hasa viungo kuuma ni dalili ya magonjwa mengi sana. Kuna wengine wengi miongoni mwetu, mtu akihisi tu homa au viungo anasema mimi hii ni malaria yangu, naijua hii malaria yangu mimi inaanzia kwenye viungo. Hapana, hakuna malaria ya namna hiyo. Unatakiwa upime kwanza ujue. Sio kama kila dalili, kila homa, hata matangazo yanatuonyesha kwamba sio kila homa ni malaria. Sawa ndugu zangu wa Kiislamu, kwa tujitahidi hizi dalili tunaweza tukaziona, au unaweza ukazihisi, au unaweza ukamhisi ndugu yako bwana na dalili kama hizi. Lakini changamoto tunazosema kwamba mwanzo ni kuweza kujikinga. Kujikinga ni kufanya usafi katika vyoo vyetu vyote ambavyo vinatuzunguka. Na hata ukifika kwanza unataka kujisaidia, jitahidi kwanza kumwaga maji ile sehemu, kwa sababu hujui ile sehemu ina namna gani au ina wadudu namna gani. Hakikisha kwanza unamwaga maji ya kutosha. Baada ya hapo fanya haja zako, ukimaliza nawe unajisafisha vya kutosha. Unahakikisha hata unajikohoza kidogo ili kutoa vichembe vile vinavyobaki kwenye sehemu ile ya njia ya mkojo. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuangalie sasa risk factor za UTI, au ni nani ambaye yuko zaidi kuweza kupata UTI, au ni nani ambaye yuko exposure zaidi kuweza kupata ugonjwa hili au ugonjwa huu wa UTI. Wa kwanza, yani mwanamke anaweza kupata UTI zaidi ya mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu sehemu yake ya maumbile iko tofauti na mwanaume. Kwa sababu sehemu yake iko fupi, yani njia yake ya mkojo iko fupi, na sehemu ile inakuwa inamiliki wadudu wengi au bakteria wengi ambao tunaita normal flora. Tukisema normal flora ni bakteria ambao wanakuwepo kwenye miili yetu, ni mazingira yao ya kuishi, ni maisha yao. Lakini inapotokezea kinga za mwili kwa namna moja au nyingine zimeshuka, wale ndio wanasababisha magonjwa mengine au wanasababisha changamoto nyingine. Tunaelewana ndugu zangu wa Kiislamu? Kwa hiyo sehemu ya mwanamke, yani mwanamke ni rahisi zaidi kupata UTI. Na ndio maana ukija mahospitalini wanawake ni wengi, UTI au na UTI sugu, yule na UTI sugu yule, kwa sababu ya maumbile hayo ya mwanamke. Lakini mjamzito pia naye ni rahisi kuweza kupata zaidi UTI. Kwa nini mjamzito? Kwa sababu mwili una kinga zake za mwili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametengeneza hivyo. Kwa hiyo kinga zile za mwili mjamzito anapokuwa, kwa sababu unakuwa ni viumbe wawili sasa. Kwa hiyo vikinga zile za mwili zinamlinda mama na zinawalinda au zinalinda kile kiumbe hai ambacho kipo katika mwili au tumbo la mama. Kwa hiyo zinapolinda, lazima automatic kinga za mwili za binadamu huyo au za mama huyo mjamzito zitapungua, kwa sababu zimegawana kwenye viumbe hai wawili. Na vile vile hata ukiangalia mama mjamzito anaweza akapima wingi wa damu akawa na damu chache, lakini mtoto atakayezaliwa ukapima wingi wa damu akawa na damu nyingi ya kuzidi mno, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu amejalia hivyo. Yeye ndo anataka mahitaji makubwa zaidi ili aweze kukua katika lile tumbo la mzazi wake au la mama yake. Tuangalie ni nani mwingine ambaye yupo katika, yani yupo rahisi kuweza kupata maambukizi haya ya UTI.
wale ambao wanajizuia sana na mkojo. Mtu anakuwa na mkojo anakaa nao muda mrefu, jua kwamba wewe ni hatari zaidi kuweza kupata maambukizi ya UTI. Lakini sio maambukizi ya UTI tu, unaweza ukapata hata changamoto za figo, kwa sababu ule mkojo unaohifadhi kwenye ile sehemu ya kuhifadhia mkojo au kibofu cha mkojo, maambukizi yale ambayo yanakuwepo pale, kwa sababu ile jua kwamba ni takataka za kwenye mwili zinatakiwa zitoke, unapokaa nazo wale infection au wale bakteria wanazidi kupanda kwenye mishipa ambayo inaitwa ureta, wanaenda hadi katika figo zako. Kwa hiyo upo rahisi kuweza kuziathiri hizo figo vile vile. Kwa hiyo tunapohisi mkojo tujitahidi kwenda kuupunguza. Lakini vile vile wenye magonjwa ya figo na matatizo ya njia ya mkojo ni rahisi pia kuweza kupata changamoto hii ya UTI. Lakini vile vile wazee kuanzia miaka 60 huko na kuendelea, kina wazee wangu hapa wataanza kusema sisi na maana ndo hakuna. Yani uzee, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila ugonjwa una dawa isipokuwa uzee. Uzee hauna dawa. Lakini sasa uzee ni rahisi zaidi kuweza kupata maambukizi mbalimbali. Kwa sababu gani? Wao nao na kwa kinga zao za mwili ni dhaifu, tofauti na vijana. Ni sawa sawa, kuna watu ambao tunaita makundi maalum. Kuna watoto chini ya miaka 5, kuna wamama wajawazito na wazee miaka 60 na kuendelea. Na ndio maana hata ukienda kuchangia damu ukiwa mzee miaka 60 na kuendelea, hatutokuchangisha damu, hautotoa damu. Kwa nini usitoe damu? Kwa sababu wewe uzalishaji wako wa zile chembe chembe nyekundu za damu kwenye mwili upo hafifu sana. Kwa hiyo tunaweza tukakuchangisha damu leo, kesho ukarudishwa tena hospitali ufanye nini? Uongezewe damu. Kwa hiyo ikawa sasa tunafanya kazi ambayo haieleweki. Kwa hiyo kuna watu ambao ni rahisi, au kuna hawa wazee wetu ni rahisi. Wazee wetu wana hikma, wana mambo mbalimbali kwa sababu wameona mengi, lakini nao wanatakiwa tuwalinde, tuwakinge dhidi ya vitu mbalimbali, kwa sababu wao wanakuwa ni dhaifu kwenye kinga zao za mwili. Hatusemi kama dhaifu kwamba tukijana tena ukasema unataka kupigana na mzee kwa sababu dhaifu. Ukutana na mzee kama mzee Yunus hapo anaweza kukutoa out, wenyewe wanasema, ukakuta umedondoka chini. Ndugu zangu wa Kiislamu, lakini vile vile tuangalie risk factor wengine au watu ambao ni rahisi kuweza kupata maambukizi haya ya UTI. Ni wenye kinga dhaifu za mwili. Wale ambao wana kinga dhaifu au wana magonjwa sugu kama ya kisukari, pressure na magonjwa mengine kama ya kifafa, wanakuwa nao wana kinga dhaifu kwenye mwili wao, nao ni rahisi kuweza kupata maambukizi ya UTI. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuangalie sasa athari za nini? Za UTI. Kwa sababu unaweza ukasema tu kwamba ni UTI, si nitapona tu, nitaugua na nitapona, lakini kuna athari kubwa ambazo zinaweza zikatokea. Sio lazima kila mmoja zaweza zikampata, lakini unaweza kukuta mtu ambaye anaugua mara kwa mara UTI anaweza akapata athari kama hizi. Athari moja wapo, anaweza akapata maambukizi kwenye figo. Na hata ukiangalia sasa hivi ugonjwa wa figo nao unaongoza. Watu wengi utasikia huyu anaenda dialysis sehemu fulani, anaenda dialysis sehemu fulani, kwa sababu ya yale mfumo wetu wa maisha hauko sahihi. Hatunywi maji ya kutosha, lakini vile vile tunakaa na mkojo wa muda mrefu. Muda mwingine maambukizi haya ya mkojo yamekuwa mara kwa mara, tunaweza tukapata maambukizi kwenye sehemu za figo zetu. Lakini vile vile tunaweza tukapata maambukizi kwenye sehemu ya damu, kwa sababu unapokaa na ule mkojo, wale bakteria wanakaa mle, na mle katika kile kibofu cha mkojo kuna mishipa midogo midogo ambayo ni vessels tunazita, zinaweza zikanyonya ile maambukizi kuingia kwenye damu na kwenda kwenye sehemu ya moyo na kusambazwa kwenye mwili mzima. Unaweza kukuta wewe kila wakati unaugua, kumbe changamoto ilitokana, ulipata sepsis au ulipata infection kwenye damu kutokana na ile changamoto uliyoipata mwanzo ya UTI, hukuweza kuitibia na hukuweza kuzingatia yale ambayo maelekezo unayoelekezwa. Lakini vile vile tunaweza kabisa tukaharibu figo zetu. Yaani athari mojawapo, kuna maambukizi kwenye sehemu ya figo, lakini kuna kuharibu kabisa figo. Kwa maambukizi unaweza ukatibiwa, ukapata matibabu, ukapona, lakini kuiharibu figo ndio unaweza ukaenda ukaambua figo zako zimeharibika kabisa, haiwezi kupata matibabu. Hii ni changamoto. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kujikinga na kujilinda tusipate maambukizi kama haya mara kwa mara, ili figo zetu ziwe salama, na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie iwe hivyo. Lakini matatizo mengine, unaweza mtu akapata matatizo wakati wa ujauzito, kwa wale wakina mama au dada zetu,
yani maambukizi yale ambayo yanakuwepo ya UTI yanaweza kusababisha hata changamoto za katika uzazi pia vile vile. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna athari nyingi, lakini pia vile vile kuna sisi miongoni mwetu kuna watu hata tohara hawajafanyiwa, lakini mtu anakuja msikitini anaendelea na ibada zake, lakini tohara hajafanyiwa, yani hajakatwa lile gozi. Kwa hiyo tujitahidi ile gozi au ile ngozi inapokaa pale, wewe unapojisaidia katika ile ngozi kunaweka uchafu wa kutosha, na inapoweka uchafu wa kutosha, ule uchafu unarudi katika sehemu ya njia ya mkojo na unarudi tena ndani. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa mtu hajafanyiwa tohara, ni rahisi zaidi nao kuweza kupata maambukizi ya sehemu za mkojo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajafanyiwa tohara, ajitahidi afanyiwe tohara ili awe tohara, kwa sababu ni moja katika miongoni mwa tohara katika Uislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumeziona athari mbalimbali ambazo zinaweza zikatusababishia matatizo makubwa yanayotokana na nini? Na ugonjwa huu wa UTI. Ndugu zangu wa Kiislamu, aya ni nyingi, hadithi ni nyingi ambazo zinatuambia, zinatuelekeza uswafi katika Uislamu. Mada yetu leo imekuja kwa sababu inashabihiana na Uislamu. Yaani Uislamu hauwezi kuwepo bila kuwepo na uswafi. Yaani uswafi umeelekezwa katika dini yetu ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la dharara wala dhirar. Katika kitabu cha Sunan Ibn Majah anasema kwamba usijisababishie wewe madhara wala usimsababishie mtu mwingine yoyote madhara. Vipi utajisababishia madhara? Kwa kufanya yale ambayo yanaenda kinyume na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kila kitu, au dini yetu imeelekeza kila kitu. Unapotaka kula chakula, uhakikishe unanawa vizuri kwa mikono, maji tiririka, unakula chakula. Unapotaka kula unatakiwa ukae, sio unasimama huku umechukua. Ni sawa sawa na wewe Muislamu, utakuwa ni jambo la aibu tunakukuta njiani umeshikilia mandazi yako au umeshikilia nini yako unapita hivi mtaani unakula. Hiyo si katika akhlaki za Kiislamu. Au mwenyewe umevaa vizuri kanzu yako, umevaa suti yako, unamua pande la miwa hivi unavuta, inakuwa hatuweza kukuelewa. Kwa hiyo itakuwa inashusha ile hadhi yako. Na Uislamu upo hivyo. Usionekane kwamba wewe Muislamu lakini upo pengine umevaa kanzu yako vizuri na kofia, lakini upo klabu unaruka majoka wenyewe wanasema. Itakuwa sio katika akhlaki za Kiislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba tusijisababishie madhara wala tusimsababishie mwingine yoyote madhara. Kwa hiyo hakikishe wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye ni mzuri ni yule ambaye yeye anajilinda na mkono wake unalinda na watu wengine. Yaani hasababishi ugomvi, hasababishi madhara, hasababishi matatizo yoyote. Lazima ukiwa na akhlaki njema, utakuwa na akhlaki kwenye uswafi, utakuwa na akhlaki kwenye mavazi, utakuwa na akhlaki kwenye kila aina yako ya maisha yako unayoishi nayo. Kwa tujitahidi ndugu zangu wa Kiislamu, katika huu mwezi wa Ramadhani tujifaharishe na akhlaki njema, tujinasibishe na akhlaki njema. Lakini sasa isiwe tumetoka katika chuo hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaingia kwenye miezi mengine ikawa sisi ndio waanzilishi wa yale maovu. Tujitahidi tunapotoka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni sawa sawa na chuo au unapoenda kozi, ukitoka utoke nayo yale mema ambayo umetoka nayo kule katika kile chuo. Kwa hiyo tujitahidi haya tunayoyavuna katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nadhani Allah subhanahu wa ta'ala amejalia viongozi wetu wa Masjidi Taqwa wameweka hili darasa la Masjidi Taqwa. Kila baada ya swala la asiri tunapata yale ambayo tunayavuna katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tukiyavuna yale mavuno tuyahifadhi kwenye miili yetu, tuyahifadhi kwenye nafsi zetu, ili kutuweza kutusababisha kuyaacha yale maovu ambayo tulikuwa tunayafanya na kusababisha kuingia katika mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anaridhia na kuingia kwenye pepo zake zenye bustani namna kwa namna ambazo tumeandaliwa sisi. Ndugu zangu wa Kiislamu, nadhani darasa letu kwa hapa hatutokuwa tumefunga, bali tumesimama ili tuweze kusikiliza, labda kuna maswali yoyote yale niweze kukaribisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tayari kuna maswali mawili huku la tatu.
lakini kipekee na kuwa mtu wa ajabu kama nitaacha kuuliza ikae pia ni sababu ya mimi mwenyewe kujiflash kwenye yale ambayo umetufundisha. Umetuambia Sheikh wangu, kwanza mashaallah, darasa zuri, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Amina. Naendelea kunufaika na wewe. Amina. Umetuambia dalili za nini, mambo ambayo yanaweza kusababisha UTI pamoja na kutokubadilisha nguo za ndani kwa wakati, unavaa siku 2 mpaka siku 3 mpaka siku 4, lakini pia umezungumza na swala la chooni. Sasa tunaambiwa miongoni pia mwa mambo ambayo yanasababisha UTI, nataka unijibu ni kweli ama si kweli, ni pamoja na zinaa, kuingiliana. Yale maingiliano kama mmoja wenu ana UTI inasababisha kupata UTI. Hilo la kwanza. La pili, kule vyooni tuna kawaida kuweka sana makopo yale chini. Mwingine anajisaidia analiacha kopo chini. Je, hii pia inaweza kuwa ni sababu ya kupata maambukizi ya UTI? Naomba kuwasilisha. Shukran kwa swali, kwa maswali mazuri. Karibu mwingine. Tunajibu moja kwa moja. Tujibu hayo kwanza. Haya, tukianza kujibu maswali ambayo ndugu yetu Sheikh Hamisi aliweza kuuliza. Swali la kwanza ameuliza, je, magonjwa haya ya zinaa, kama ukishirikiana na mtu ambaye ana magonjwa hayo unaweza ukapata UTI? Ndugu zangu wa Kiislamu, kwanza neno zinaa katika Qur'ani tumeshakatazwa, au sivyo? Azaniatu wazani la yankihu ila akhir alaya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tukiwa sisi ni waswafi, familia zetu zikiwa swafi, tunaweza tukaepukana na magonjwa haya ya UTI na magonjwa mengine hayo yanaitwa magonjwa ya zinaa, au wengine wanaita magonjwa ya ngono, tunaweza tukaepukana nayo. Kwa hiyo hakikishe wewe na familia yako, kama wewe hujaoa ujizuie, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza usifanye hiyo zinaa mpaka utakapooa, na unamuoa mtu ambaye sifa zile zimeeleza katika kuoa katika wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo tukiwa swafi hatuwezi kupata hayo magonjwa. Lakini vile vile cha kuongezea, haya magonjwa ya zinaa yanasababishwa na zinaa au yanasababishwa na ngono. Kwa hiyo mtu akiwa na magonjwa ya zinaa, kwa sababu pale kuna bakteria mbalimbali wa magonjwa yale, kwa sababu bakteria ambaye inasababisha magonjwa haya ya UTI anaitwa E. coli, Escherichia coli. Escherichia coli asilimia 80 anasababisha UTI. Kwa hiyo huyu anapowepo katika sehemu ile magonjwa ya zinaa, na yeye anakuwa yupo katika sehemu ile. Kama mtu anatoa uchafu hatoi, akiwepo pale, wewe ukiingia unachukua unaingiza katika sehemu yako ile ya njia ya mkojo, unaathiri mfumo wako wa mkojo, unapata na wewe UTI. Lakini UTI, sehemu ya mwanamke kuna sehemu ya njia ya mkojo na kuna sehemu ambayo nyingine pale. Kwa hiyo sehemu ile ziko jirani sana. Akiwa yeye mkojo ule amejisaidia, mkojo umekuwa umeingia sehemu ile kule, inaweza kusababisha changamoto nyingine. Ndio maana anatakiwa ajisafishe vizuri, ahakikishe mkojo unaisha kabisa, ndipo aendelee na shughuli nyingine akikosa kujisafisha. Kwa hiyo unaweza kushirikiana na mtu ambaye ana changamoto hizo za magonjwa mengineyo, ukapata UTI, ukapata na magonjwa mengine. Nadhani tumeelewana. Lakini swala jingine, lile kopo linapokaa pale chini, kuna mwingine anakuja anajisaidia kwa kusimama hivi, kama anachukua bomba la nini, la fire, anazima moto. Kwa hiyo mkojo mwingine kaingizwa kwenye ndoo, mwingine kaingiza kwenye nguo zake, mwingine kwenye kopo. Kwa hiyo pale panakuwa pote hapapo swafi, hapapo tohara. Kwa hiyo tujitahidi kwanza tunapoenda kule uwani au tunapokwenda kule msalani, kwanza tuhakikishe sisi tunafanya uswafi. Na ukimwona mtu hafanye uswafi, mkataze, mwelekeze kwamba bwana, unatakiwa, sababu wewe utasababisha mimi nakuja naendelea kuswali, naona niko swafi, kumbe siko swafi, siko tohara, kwa sababu nimeshajichafua kule nilikoenda uwani. Lakini vile vile lile kopo ambalo umeleka pale chini, hata kama mtu hajaja kufanya haja yoyote pale chini, je, unaweza kuramba wewe pale chini? Unaweza kukagusa pako pachafu. Kwa hiyo lile kopo utalichukua wewe, ukifika mwenzako kaliacha chini, wewe unalichukua unaleka kwenye maji. Kwa hiyo na maji nayo unafanya nini? Unachafua.
ndio unaendelea kujisafisha. Kwa hiyo unajisafisha maji ambayo sio safi, unaendelea kuongeza uchafu. Kwa hiyo tujitahidi, hata kama makopo, ndoo, au wewe ukifika unaweza ukachukua hatua. Ukiona kuna maji pale, kama maji yanatoka, mwaga kwanza yale, weka mengine ambayo unahisi kwamba haya yako safi na yaona kabisa. Mwaga maji ambayo yapo kwenye ndoo, weka mengine. Sio kama kila mmoja kila akifika maji yamejaa na mwaga tu anaweka mengine, tutakuwa tunafanya israfu. Sasa uhakikishe, yani mwenyewe unajiangalia kwamba je, haya maji yako salama na safi. Ukiona hivyo basi endelea inshallah. Shukran. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daktari, tunashukuru pia kwa darasa. Swali langu mimi naomba niulize. Karibu. Kwenye Qur'ani kuna aya Mwenyezi Mungu anasema wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitoharishe. Ndio. Pale unapokuwa unakidhi haja umesimama. Ndio. Maana ujitoharishe. Ukabaki na zile athari zilizobaki katika kichwa cha zakari zile. Ndio. Zikagusana na nguo. Zinaweza ikasababisha UTI. Yaani ile wale bakteria wanaweza wakabaki kwenye nguo baada ya muda fulani wakasababisha UTI. Shukrani kwa swali zuri. Kauliza swali msikilizaji kwamba anasema katika Qur'ani kuna aya inasema wa thiyabaka fatahhir. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika uswafi hatupaswi, wala Mtume hajaelekeza hivyo, unapoenda uani usimame uweze kujisaidia. Labda kuwe kuna mazingira yanaweza kukusababishia hivyo, ndio unaweza ukafanya hivyo, kwa sababu katika dini yetu ad-dini yusra, dini ni nyepesi, kwamba kuna vitu ukiwa huwezi hiki utafanya hivi. Kama kuswali, ukiwa huwezi kusimama utakaa, ukiwa huwezi kukaa utalala, halimradi unapewa afwan. Ukiwa msafiri, kama umefunga msafiri, basi utaacha, baada ya hapo utakuja kuendelea. Yani kuna kitu afwan kipo katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo zile chembe chembe za mkojo ambazo zimedondoka kwenye nguo zako hazitosababisha UTI, bali zitasababisha changamoto nyingine. Utakuwa hauko tohara wewe katika swala zima la ibada. Kinachosababisha UTI ni ile ambayo itaingia katika sehemu ile ya njia ya mkojo. Kama umeenda pale mkojo, kuna wengine wanaenda, mtu anajisaidia haraka haraka, mkojo umebaki kwenye suruali, au anaingiza nguo yake haraka haraka kwenye, anaingiza nini yake, sehemu yake ya ume moja kwa moja, wakati mkojo umeingia katika ile sehemu ya nguo ya ndani, pale inaweza ikasababisha UTI. Lakini kwa zile chembe chembe ambazo zimedondoka, zile zinasababisha wewe usiwe tohara, hauwezi kuswali. Swali lako lakini limejibika vizuri. Naam, shukrani. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata masaa hii. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu leo nimepata kitu kikubwa sana, vingi nilikuwa sielewi. Ila kuna jambo ambalo liko mtaani huko tunakoishi, nasikia au tuseme nafahamu kwamba wanasema mtoto mdogo naye anapata UTI. Eti wanasema anapata UTI kupitia kwa mama yake. Yaani mama anavyokuwa anafanya usafi wa nguo zake za ndani akichanganya na nguo za mtoto wake, eti mtoto akija kuvaa zile nguo anapata UTI. Sijui hili liko sahihi au ni maneno ya kizushi tu mtaani. Shukrani sana kwa swali zuri. Swali lake ameuliza, kuna yule mama ambaye anafua nguo zake akichanganya na nguo za mtoto. Mtoto akivaa zile nguo, je, na yeye anapata UTI au hapati UTI? Ndugu zangu wa Kiislamu, swala la usafi, kama utakuwa umezifua nguo zako katika usahihi, kwa sababu kuna wengine mtu anafua nguo zake yake anazianika ndani, hazipati ile mwanga wa jua kuweza kuua vile vidudu, inaweza ikakuwa changamoto. Lakini sio kwamba kumaanisha akichanganya nguo za mtoto na za kwake anaweza kupata UTI. Hapana. Pale kitakachosababisha apate UTI kama itakuwa haziko swafi zile nguo, hazijafuliwa usahihi, hazijaanikwa sehemu ya kupata jua, au hazijanyoshewa kwa pasi kuua wale wadudu, hapo anaweza kupata UTI. Lakini haimaanishi kwamba akichanganya ndio anaweza kupata UTI. Na vile vile watoto wadogo ni rahisi kuweza kupata maambukizi ya UTI na maambukizi mengineyo.
kwa sababu wao kinga zao za mwili zinakuwa zipo chini, haziko imara. Kwa hiyo wao ikiwa nguo hazijafuliwa kwa usahihi, zimeanikwa tu ndani, hajapata mwanga wa jua, akivaa kuna wadudu bado pale wanaishi katika ile nguo, ni rahisi naye kupata changamoto kama hizo. Nadhani nimekujibu swali. Shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. tunashukuru kwa elimu yako hii ya leo. Naomba nijifunze au niulize swali langu. Tumezungumzia jinsi ya kuepuka maambukizi ya UTI. Lakini shekhe, na ukatufahamisha jinsi gani ya kujiswafi ili kuepuka maambukizi haya. Je, sisi kama wanadamu wa kiume tuna sehemu mbili za siri, na hii sehemu nyingine, je, usafishaji wake unakuwaje katika hukumu za Kiislamu? Inshallah. Shukran sana. Sheikh kauliza sehemu nyingine, nayo sehemu ya dubur, sehemu ya nyuma kutaka kusafisha. Ni vile vile kwa sababu kile choo au kibakisha chembe katika chembe za kinyesi, sehemu ile ya haja kubwa, inaweza ikaleta changamoto nyingine. Lakini kama ile changamoto ile au ile yaani ule uchafu wa sehemu ya nyuma ukija ukiambatanisha na sehemu ambayo inapitisha mkojo, ni rahisi kuweza kupata UTI na magonjwa mengineyo. Kwa hiyo tujitahidi, tunajisafisha mkojo, sehemu ya mkojo, lakini tujitahidi na sehemu ya nyuma unapoenda uani uhakikishe umejisafisha vizuri kwa maji ya kutosha, kwa sababu unapoacha uchafu utasababisha magonjwa mengine. Lakini uchafu ule unapokuja ukaambatana na sehemu inayopitisha mkojo, unaweza ukapata maambukizi ya UTI, kwa sababu kwenye sehemu ya haja kubwa au sehemu ya kinyesi ina asilimia kubwa ya hawa wadudu ambao wanaambukiza UTI, ambao wanaitwa Escherichia coli. Na vile vile mwanamke anaelekezwa kutaka kujisafisha, kama anajisafisha aanze sehemu ya mbele kwenda sehemu ya nyuma, asianze sehemu ya nyuma kuja sehemu ya mbele. Akianza sehemu ya nyuma kuja sehemu ya mbele atasababisha infection ya UTI na maambukizi mengine, kwa sababu ataleta changamoto ya kinyesi kuja sehemu ya haja ndogo. Sasa nimekujibu Sheikh. Naam, shukrani kwa darasa zuri. Mpaka wakati mwingine, kwa leo hatuna la ziada. Kabla Sheikh hajatuombea dua, na wakumbusha tu, kesho tutakuwa na Ustazi Zuberi Juma, yule ambaye alikuwa anataka kuongeza swali la ziada. Ni mwalimu kwa alikuwa anataka kumchallenge mwenzie kwamba vipi, yumo? Ndio maana nikamwambia challenge hapa haziruhusiwi. Ni ustadhi, ni mashekhe wetu, tunastafidi kutoka kwao. Kesho tusichelewe, tuwahi mapema, tuje tumsikilize. Tutakuwa tayari inshallah. Tutakuwa tayari inshallah. Karibu Sheikh kwa dua kufunga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa fahimna fahma an-nabiyyin wal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وعملا بكتابك ونعوذ بك من جميع البلاء والأمراض والمعاصي ومن كيد الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين يا سلمنا والمرسلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله tunakuomba wasamehe wazazi wetu, mashekhe wetu, ndugu zetu ushatangulia kwa bila haki, na jalie makazi mema peponi. Ya Allah tujalie tu katika miongoni mwa waja wako wale wema. Ya Allah tunakuomba utujalie tu tupata neema za mwezi huu wa Ramadhani. Ya Allah tunakuomba tujalie mwisho mwema sisi pamoja na wazazi wetu na familia zetu. Ya Allah tunakuomba tujalie tu katika njia iliyonyooka. Ya Allah tunakuomba tujalie katika njia iliyonyooka. Ya Allah tunakuomba tujalie katika njia iliyonyooka. Ya Allah tujalie katika wale ambao wamekasirikia wala wale waliopotea. Ya Allah tunakuomba tujalie tu katika wale waliopotea wala wale waliokasirikia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyu wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.